Ndugu mtazamaji, karibu tena, ungana nami kwenye vipindi vyangu vya Asili Lishe, huko na kocha wako Nixon Funga. Leo nitawaletea mada inayosema maamuzi mabaya wakati wa upunguzaji wa uzito. Watu wengi wanapojikuta wamenona, kuwa na uzito mkubwa, aidha pia wameanza kuona wamenyemelewa na magonjwa ya lishe kama kisukari, pressure. Watu wengi huwa wanafika kwenye mgagaziko au wanafika kwenye mahali ambapo wanashindwa kufanya maamuzi sahihi. Wengine huchukua maamuzi ya kwenda gym au kufanya mazoezi. Wengine wamejikuta wakienda kununua madawa, na wengine wamejikuta wakinyima chakula. Wengi ambao wameenda gym wamejikuta mwisho wa siku wanaongezeka tena uzito. Wanajikuta labda mfano kaanza mwaka, sasa mwaka huu nataka nianze kupunguza uzito. Naomba kupunguza uzito, ngoja nianze kwenda gym. Basi, anapoenda gym anajikuta baada ya mwezi mmoja akifanya mazoezi, anajikuta anaongezeka uzito kwa kiwango kikubwa. Labda akuta anaongeza hata kilo 2 au kilo 3. Baada ya kupunguza anaongezeka. Kwa nini anaongezeka uzito? Wengi wanapoenda gym wanaanza kufanya mazoezi magumu. Mazoezi ya kusema ya kukimbia sana, mazoezi ya kunyanyua vyuma, ya kupiga push up na mengineyo. Ambao mazoezi haya kwa mfano unapokuwa labda unanyanyua chuma au unapiga push up, kinachofanyika ni kwamba au unafanya mazoezi unasema wengine wanasema ngoja nianze kukata tumbo, labda unafanya mazoezi ya kukata tumbo. Unachokifanya wakati unafanya mazoezi ya kukata tumbo, maana yake unaimarisha misuli ya kwenye tumbo. Kwa maana unaivimbisha misuli ya kwenye tumbo. Kwa maana sasa kwenye tumbo lako juu kuna mafuta, ndani yake kuna misuli. Kwa hiyo unakuta unachokifanya unaimarisha misuli yako. Lakini pia unapoenda kufanya mazoezi, inachotokea kufanya mazoezi, mwili unatumia kiwango cha sukari iliyokuwepo kwenye damu. Mazoezi mengi wanaofanya wengi wanafanya mazoezi magumu, hapo mwili ili uweze kutumia energy, inakimbia energy haraka ambayo ipo kwenye damu. Kwa anajikuta mtu anapata njaa kali baada ya kufanya mazoezi. Kwa kama alikuwa anakula basi sahani moja, baada atakula hata sahani 1.5 au ataongeza hapo robo. Kama alikuwa anakunywa juisi, atakunywa juisi zaidi. Umeona? Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku unaongeza kiwango chako cha njaa na utaongeza kiwango cha chakula na utakujikuta unaongezeka uzito. Lakini wengine wanatumia madawa. Wengine wanatumia madawa ambayo ya kupunguza uzito. Of course madawa yako ambayo yanaweza kupunguza uzito, kusaidia kuchoma mafuta yako, lakini kwa sababu unaendelea na mtindo wako wa chakula vile vile wa maisha. Kwa sababu lazima ujue chanzo cha tatizo ni nini. Chanzo cha tatizo cha nini ni chakula au ulaji mbaya wa chakula. Na sio tu chakula tu, sio ulaji wa chakula kingi, ni mpangilio mbaya wa chakula. Wengi tumejikuta tunakula sana vyakula vya sukari na wanga. Vyakula ambavyo tunakula karibia kila siku, ambavyo kila siku umetuletea madhara. Na mtu kiwaambia vitu viache, atakwambia tutakula nini? Wengine anakuambia sasa sisi bado tunaishi tunakula hivyo. Vyakula hivi ndio vinatuletea magonjwa. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukawa unatumia dawa ukapungua uzito kweli, lakini utajikuta baada ya miezi 6, mwaka mmoja au miaka 2 au hata miaka 5 unarudi kule ambako ulikokuwepo au wakati mwingine zaidi ya. Wengine wanafanya maamuzi ya kuanza kuunyima mwili chakula. Sasa unaweza ukasema unaunyima mwili chakula kwa sababu upate mwongozo sahihi, utajikuta unakaa na njaa. Na huwezi kufanya hivyo kwa maisha yako yote, kwamba kila siku utakuwa unaunyima mwili chakula. Unatakiwa usikize mwili wako unataka nini. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata program maalum, kupata maelekezo, kupata ujuzi. Pata ujuzi. Kwa mfano watu wengi wana ujuzi wa kujua akitoka chooni lazima aende akanawe mikono na sabuni. Sio? Imesaidia sana kuondoa magonjwa yanayotokana na uchafu. Si ndio? Lakini watu wengi hatuna elimu ya lishe. Ni muhimu kujua elimu ya lishe ili kuondokana na magonjwa ya lishe kama unene, kisukari, pressure na mengineyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza namna sahihi ya kupunguza uzito. Ndugu mtazamaji, kama wewe unateseka na uzito mkubwa, unahitaji kupunguza kilo zako, unateseka na magonjwa mbalimbali ya lishe, unaweza kuwasiliana na sisi. Tupigie, tufollow kwenye kurasa zetu mbalimbali, Instagram Asili Lishe, YouTube Asili Lishe,
na kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, ili tuendelee kukupa elimu zaidi, ili tuendelee kukupa ujuzi zaidi, ujue namna gani ya kupunguza uzito wako. Hata nami niliteseka, kwa na uzito mkubwa sana, lakini namshukuru Mungu leo nimefikia kilo ambazo nilikuwa nazitamani. Asanteni, tuishi kwa asili ili magonjwa ya kisasa yasitupate. Babu zetu waliishi maisha mazuri kwa kutokuuma ovyo, wa kuugua ovyo. Watu wengi ambao walikuwa wanaugua ni wale watu wenye maisha mazuri, watu wazima, ambao walikuwa wanaishi kisasa kwa zamani. Lakini ukiangalia kule, ukirudi nyuma, angalia wazazi wetu ambao walikuwa wanaishi, walikuwa wasumbui ovyo na magonjwa. Lakini sisi leo kwa sababu ya utandawazi tunakula ma junction foods, tunakula vyakula kusindikwa sana, tunakula vyakula ya sukari, tunakula mafuta ya ovyo. Kwa unajikuta mwili wetu unaumuka, na mwili wetu unakosa kinga nyingi na kuuma ovyo. Asanteni.